Sasa baadhi ya wabunge kutoka magharibi ya nchi wamempendekeza waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwaka 2027. Wabunge hao wakiongozwa na Jack Wamboka na Majimbo Kalasinga wanasema Oparanya ana ujuzi wa kutosha, huku wakisema jamii ya Mulembe ina wingi wa kutosha kuchukua kiti cha naibu rais. Na kama Apollo Kamau anavyotuarifu ni kwamba msukumo wa magharibi mlima Kenya na pwani umemwacha Rais William Ruto kwenye njia panda. Hatua ya baadhi ya wabunge kutoka magharibi mwa Kenya kumuunga mkono waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mwaka ujao wa 2027 ni changamoto kwa Rais Ruto, ambaye anakabiliwa na mtihani wa ni nani atakuwa naibu wake, licha ya naibu wake Kithure Kindiki kusimama kidete. Kama Rais Ruto anadhamini Waluya, asikujie kwa dirisha, achukue Wycliffe Ambesa Oparanya kama deputy president. Sio ni sawa? Kama anapenda nani? Waluya. Lakini waziri hatutapanga, waambie wasikie. Hakuna mtu atakuja kutupanga namba 3, 4, 5, 6. Hiyo tumekataa. Kama hawakupei wewe, Waluya tumejipanga. Sisi tumetembea. Kama Linda Mwananchi tumetembea. Haki ya Mungu Sifuna anachukua hii kiti asubuhi. Hatua ya kumuunga mkono Oparanya ikiwa ni ya pili baada ya Kwisero mwezi Machi mwaka jana, ambapo viongozi walisema Oparanya ametosha kutokana na ujuzi wake serikalini na wingi wa jamii ya Mulembe. Baada ya Bungoma siku ya Ijumaa, Oparanya aliyekita kambi kaunti ya Busia akionya kuhusu migogoro chamani ODM. Kazi yetu ya kutafutia rais kura imekuwa ngumu. Ukienda mahali unaulizwa kwa nini fulani alifukuzwa. Hata kule kwa bunge wanafukuza wengine. Kule kwa bunge wengine wanataka kufukuzwa. Na hii ni kipindi cha lala salama. Hiyo itasaidia sisi. Oparanya akisema atahakikisha umoja wa jamii ya Mulembe hautasambaratika na kujitolea kuwapatanisha mbunge Wamboka na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Spika wetu wa bunge Bwana Wetangula na mheshimiwa, hiyo tutaketi chini kama Waluya tuone tutatatua namna gani. Vita yetu hapa chini, unaona vita hii ya Jack na nani ni ya Waluya wenyewe, na Jack nataka kupa roho. Ukiona miti natupiwa mawe, hiyo miti ina matunda. Kando na magharibi mwa nchi, Rais Ruto vilevile ana shinikizo kutoka eneo la mlima Kenya, pwani na Luo Nyanza, ambapo chama cha ODM tayari kina wagombea Hassan Joho na John Mbadi, huku eneo la mlima Kenya likimwonya rais kutoachana na Kindiki au asahau kura za mlima. Sasa na mimi nawauliza hivi, kuna aliyedhania ya kuwa huyu Hassan Ali Joho atakuja kutangazwa kuwa deputy president mwaka 2027? Na Mwenyezi Mungu anasema kun fayakun. Nikisema leo linakuwa, tusio. Itikieni amin. Itikieni amin. Kindiki amerai eneo la mlima kutulia hadi mapema mwaka ujao, wakati mbivu na mbichi vitajulikana. Apollo Kamau, TV47.